Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antiphas Lissu anatarajiwa kufikishwa mbele ya mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam katika kikao maalum cha usikilizaji wa shauri la uhaini linalomkabili kilichopangwa kuanza tarehe 10 mwezi Agosti mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi Septemba mwaka 2026. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na naibu msajili wa mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam Moshi Mhimhili, huyo wa mahakama ameeleza kuwa kabla ya kuanza kwa kikao hicho rasmi kitafanyika kikao cha awali cha maandalizi ya usikilizaji kinachojulikana kama pre-session meeting kwa njia ya mtandao katika masjala ndogo ya Dar es Salaam ili kuweka sawa taratibu za ushauri hilo nambari 1965 la mwaka wa 2025. Mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antiphas Lissu anakabiliwa na kosa hilo kubwa la kisheria kufuatia matukio yaliyotokea tarehe 9 mwezi Aprili mwaka 2025 pale alipokamatwa na maafisa wa jeshi la polisi baada ya kumaliza shughuli za kisiasa katika eneo la Mpinga lililopo mkoani Ruvuma. Baada ya kukamatwa mkoani humo, kiongozi huyo wa upinzani alisafirishwa moja kwa moja chini ya ulinzi mkali hadi Dar es Salaam na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Mamlaka za mashtaka zilibainisha kuwa mashtaka dhidi yake yalitokana na kauli pamoja na shughuli zake za kisiasa ambazo zilitafsiriwa na vyombo vya dola kama wito wa kuzuia au kufuruga mchakato wa uchaguzi mkuu, jambo ambalo lilielezwa kuwa na uzito wa kisheria unaoweza kuchukuliwa kama uchochezi au maandalizi ya kutenda kosa la uhaini. Viongozi wa chama cha Chadema pamoja na wafuasi wa kiongozi huyo walipinga vikali tafsiri hilo na mamlaka ya kisheria na mashtaka wakibainisha kuwa kauli zote zilizotolewa na mwanasiasa huyo zilikuwa sehemu za kampeni za kisiasa za kudai mageuzi ya mfumo wa uchaguzi na kuhamasisha wananchi kushinikiza mabadiliko ya kidemokrasia nchini Tanzania. Upande wa utetezi unasisitiza kuwa matakwa ya kuitaka serikali ifanye mabadiliko ya kisheria na kikatiba katika mfumo wa uchaguzi hayapaswi kugeuzwa kuwa kosa la jinai na uhaini, kwani kosa la uhaini kisheria linahusu vitendo vya kujaribu kuipindua serikali iliyopo madarakani kwa kutumia nguvu au njia zisizokuwa za kisheria. Uchambuzi wa kina wa kesi hii inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa Tundu Lissu unaonyesha jinsi gani shauri hili lilivyogeuka kuwa kipimo kikubwa cha mfumo wa kisheria na hali ya kisiasa nchini Tanzania. Sababu kuu za tukio hili zinasimama kwenye mzozo wa muda mrefu kati ya serikali na vyama vya siasa vya upinzani kuhusu usawa katika ulingo wa siasa na uwazi wa taasisi zinazosimamia uchaguzi. Athari za shauri hili zimefika mbali zaidi ya kuta za mahakama, zikiguza haki za kisiasa, uhuru wa kujieleza, haki za kukosoa mamlaka ya serikali na ushiriki wa vyama vya upinzani katika michakato ya kidemokrasia. Umuhimu wa kesi hii unajidhihirisha katika jinsi inavyohusisha mambo ya kikatiba na haki za binadamu. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Antiphas Lissu ambaye ni mwanasheria na mwanasiasa mwandamizi aliyewahi kuhudumu kama mbunge wa Sindika Mashariki amekuwa na historia ndefu ya kujenga hoja kali bungeni na katika majukwaa ya umma kuhusu matumizi ya fedha za umma, mikataba ya rasilimali za madini, wajibikaji wa viongozi. Mwanasiasa huyo alinusurika katika shambulio la risasi lililotokea mwezi Septemba mwaka 2017 jijini Dodoma baada ya kurejea nchini na kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Nafasi ya taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa katika shauri hili imekuwa kubwa mno kufuatia kukamatwa kwake mwaka 2025. Shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International lilikuwa miongoni mwa taasisi za kwanza kutoa taarifa rasmi mwezi Aprili mwaka 2025 zikitaka kiongozi huyo aachiliwe huru mara moja na kuitaka serikali ya Tanzania kuacha kutumia sheria za jinai dhidi ya wakosoaji na viongozi wa vyama vya upinzani.
Shirika hilo limeeleza kuwa hatua za kumkamata mwanasiasa huyo zilitokana na matumizi yake ya haki za msingi za kisiasa. Nalo shirika la Human Rights Watch lilitoa taarifa iliyokosoa mashtaka hayo linalomkabili kuwa yakitokea katika kipindi ambacho nchi imekuwa ikielekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025. Hatua hiyo ilileta athari kubwa na mazingira magumu ya ushindani wa siasa na shughuli za vyama vya upinzani. Pamoja na mashirika hayo, bunge la Umoja ya Ulaya limepitisha azimio rasmi linalolaani kukamatwa na kushikiliwa kwa kiongozi huyo na kuonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mwelekeo wa demokrasia, utawala wa sheria na uhuru wa kisiasa nchini Tanzania. Mifumo mbalimbali ya Umoja wa Kimataifa kupitia wataalamu wake wa haki za binadamu nayo ilionyesha wasiwasi kufuatia kuzuiliwa kwa mwanasiasa huyo kuihusisha hatua hiyo ya mazingira ya kunyimwa kwa haki za kujieleza. Muungano wa vyama vya siasa duniani wa International Democracy Union IDU ulipitisha azimio lililoeleza kusikitishwa kwa muda mrefu ambao kiongozi huyo amekuwa akishikiliwa na kukamatwa na kutaka misingi ya demokrasia na ushindani wa vyama vingine iheshimiwe. Mtiririko wa matukio ya kesi hii unaonyesha kuwa kufuatia kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu tarehe 9 mwezi Aprili mwaka 2025 nchini Mpinga na kufunguliwa mashtaka ya uhaini jijini Dar es Salaam, shauri hilo limeendelea kuratibiwa na mifumo ya kisheria. Tarehe 10 mwezi Agosti mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi Septemba mwaka huu wa 2026 imepangwa kuwa kipindi rasmi cha kikao cha Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam cha kusikiliza shauri hilo, kikiandaliwa kupitia kikao cha awali kwa njia ya mtandao kinachoamrishwa na naibu msajili wa vyama vya mahakama HSN Moshi. Kupitia shauri hilo ambalo limetarajiwa kuanza mwezi ujao, ni baada ya kukamilika kwa mashauri yaliyokuwa yamewasilishwa na mashtaka ama mkurugenzi wa mashtaka DPP kwenye mahakama ya rufani iliyotaka kuongeza ushahidi, ambayo mwendesha mashtaka ama katiba ama mahakama za Tanzania ziliweza kukataa ombi hilo ambalo lilikuwa limeratibiwa kuendelea na kufikiwa kwa kikomo kwa kesi hiyo kwenye rufaa. Ndio sasa limefungua njia mpya ya kuratibu kusikilizwa kwake na kuletwa kwa washahidi wa serikali ambao sasa watakuwa mbele ya kikao kitakachoongozwa na majaji watatu kwenye mahakama kuu ya masjala ndogo ya Dar es Salaam.